Na mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo tumekuwa tukivishuhudia huko mtandaoni kutoka kwake Diamond Platnumz ni sakata zima la Diamond bwana. Amekuwa akijitahidi sana kufanya jitihada ili mradi tu kuhakikisha kwamba mziki wake unaweza kwenda kimataifa. Yani Diamond Platnumz bwana, tumeona ameachia kazi nyingi sana akiwa amefocus zaidi kazi hizo ziweze kwenda kimataifa, yani worldwide. Tumeona akiwa amefanya collaboration kadhaa, na moja kati ya collaboration ambazo Diamond amezifanya ni zile ambazo amezifanya na kina YG, hizi mpya, lakini pia kuna zile za zamani, lakini moja ambayo ni recently ameifanya hivi karibuni ni hii ambayo amefanya na mwanadada ambaye anakwenda kwa jina la Ciara. Kusema ule ukweli ni kwamba Ciara bwana ni mmoja kati ya wasanii ambao ni wasanii nguli wa kike kwenye upande wa R&B. Bwana Ciara amefanya kazi nzuri sana kwa miaka mingi na mpaka sasa hivi bado anafanya poa. Sasa hivi karibuni ni kwamba Ciara bwana alikuwa anataka kutoa kazi mpya kabisa ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la CC. Hii bwana ni album Deluxe Vision ya album yake ambayo ilishawahi kutoka, akafanya Deluxe na akaongezea track, na katika tracks ambazo Ciara ameziongeza ni pamoja na nyimbo ambayo inakwenda kwa jina la Low, ambayo hii bwana Ciara aliamua kumshirikisha Diamond Platnumz. Sasa kwa kifupi ni kwamba katika albamu hiyo ya Sisi, moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa very successful kwa sababu ndani bwana kuna Busta Rhymes, kuna Chris Brown na wasanii wengine kibao ambao wameshirikishwa katika hiyo album, lakini pia Diamond naye pia ni miongoni mwa wasanii ambao walipata nafasi ya kushirikishwa katika albamu hiyo. Lakini sasa kitu ambacho kimekuja kuwafurahisha Watanzania wengi ni kwamba ngoma ya Low imekuwa ndio favorite song kwa Ciara mwenyewe mwenye album, lakini pia vile kwa wadau wengine ambao wanafuatilia muziki duniani. Yani kwa kifupi tunaweza kusema kwamba wimbo wa Low ambao Ciara amemshirikisha Diamond Platnumz katika Deluxe Vision ya album yake ya Sisi bwana ni kwamba imekuwa very successful. Yani imekuwa na mafanikio makubwa mno, na mpaka hapa tunavyozungumza tumeona challenges mbalimbali ambazo zimefanywa na watu mbalimbali kuhusiana na ngoma hiyo. Tumeona interviews ambazo amezifanya. Kuna interview nyingi sana ambazo Ciara yeye mwenyewe amezifanya akiwa anamsifia Diamond Platnumz kwa kile ambacho amekifanya katika ngoma hiyo, na yeye mwenyewe pia Ciara amemwagia maua mengi sana Diamond Platnumz katika interview ambazo amefanya na radio nyingi tu kubwa huko Marekani. Lakini kubwa zaidi ambalo bibie Ciara amelifanya bwana ni kwamba katika mainstream R&B hip hop airplay ya Billboard chart. Nikizungumzia Billboard chart bwana, tunazungumzia chati pekee kubwa zaidi za muziki hapa duniani. Ukiona nyimbo yako bwana imeingia katika Billboard chart, basi unakuwa unajua kabisa kwamba wewe umefanya vizuri au you made it, yani kwa Kiingereza bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa wimbo wa Low wa Ciara na Diamond Platnumz bwana umepata nafasi ya kuingia katika top 100 ya Billboard chart huko Marekani. Na kadri ya siku zinavyozidi kwenda ndivyo wimbo huo unavyozidi kupanda, maana bwana uliingia ukiwa huko namba 49, lakini mpaka sasa hivi hapa tunavyozungumza wimbo huo bwana uko katika nafasi ya 37. Kwa hiyo hopefully kadri ya siku zinavyozidi kwenda huenda track hiyo ikafika mpaka nafasi ya top 10 huko kwenye namba 10, 9 au 1 kabisa. Kutokana na kwamba inaonyesha kwamba hii ngoma bwana wala I slow down ndio inazidi kufanya vizuri zaidi kadri ya siku zinavyozidi kwenda tokea ilipotoka. Sasa kwa mujibu wa page kubwa huko Marekani wameandika kwamba Ciara featuring Diamond Platnumz Low debut at 37 this week on Billboard mainstream R&B and hip hop airplay charts and 39 and 49 R&B hip hop airplay chart. Kwa hiyo hapa wanamaanisha Billboard wenyewe pia wameposti wakiwa wanaitambulisha ngoma hiyo na kuelezea wazi kwamba ngoma hii bwana imeingia katika Billboard chart kwa wiki hii katika chati mbili. Kuna nafasi ya 37 kwa nafasi ya 49 tokea ilivyotoka. So hivyo ndivyo situation ilivyo, lakini pia vile Wasafi wenyewe nao pia wamekuja kuposti wakiwa wanaelezea the same thing kuhusiana na mafanikio hayo ambayo Diamond na Ciara ameyapata.
wakiwa wameandika kwamba wimbo wa Ciara na Diamond Platnumz Low umeingia rasmi kwenye chati ya mziki Marekani huko, ukiwa umeshika nafasi ya 37 kwenye Billboard Mainstream, lakini pia vile vile nafasi ya 49 kwenye Billboard R&B and Hip Hop Airplay. Wasafi wakaendelea kusema kwamba bwana, hii ni hatua kubwa kwa mziki wa Tanzania, ikiwa inaonyesha jinsi Diamond anavyozidi kuendelea kuipeperusha na kuipeleka bendera ya Bongo Flava kimataifa zaidi. Kupitia mafanikio haya, Diamond ameonyesha uwezo wa wasanii wa Afrika Mashariki kutokea kwenye platforms kubwa au majukwaa makubwa zaidi duniani. Lakini pia vile vile ushirikiano wake na wasanii wa kimataifa kama Ciara unafungua milango mipya kabisa ya mziki wa Tanzania, ukiongeza thamani ya mziki wetu katika soko la kimataifa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Diamond tunaweza tukasema kwamba ni kama msanii wa pili kufikisha nyimbo yake mojawapo au nyimbo ambayo ameshirikishwa katika Billboard chart. Wa kwanza alikuwa ni Rayvanny alivyoshirikiana na Maluma kwenye wimbo wao wa Mama Tetema, na yenyewe pia uliingia katika Billboard chart kwenye upande wa Latino music. Lakini this time around Diamond amehit moja kwa moja mainstream Billboard chart ya Marekani yenyewe, sio ya Kilatino, Marekani yenyewe mainstream. So hiki ni kitu kizuri sana, na wadau mbalimbali hapa wamekuja kumpongeza. Comment ni nyingi sana tumeziona huko mtandaoni, zikiwa zinaonyesha jinsi gani ambavyo watu walivyofurahishwa na kitu ambacho Diamond Platnumz amekifanya au mafanikio haya ambayo Diamond ameyapata baada ya release ya hii ngoma inayokwenda kwa jina la Low, ambayo ameshirikishwa na Ciara katika album yake mpya kabisa. Kuna watu hapa wamekuja kuweka maoni yao, comment zimekuwa ni nyingi. Kwa mfano hapa kuna mdau amesema kwamba bwana Diamond moja kwa moja na mstari wake wa Oh Lord Have Mercy amechana mpaka Billboard. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana Diamond sio msanii tu bali ni mfanyabiashara. Mpaka hapo bwana alipofikia ameinvesti sana kwenye muda na kazi zake. Kiujumla ni kwamba sasa hivi wasanii wa siku hizi wanajua kabisa kuimba na kutoa video tu, but promotion ni ndogo mno, alafu wanaogopa sana kutake risk ya kuinvest pesa nyingi ili mradi kazi zao ziende, wakiwa wanahofia kwamba kazi zitapotea, hazitofika kule walipotaka wakati pesa zao zishaenda. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. So at the end of the day it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.